Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Sasa taarifa ambayo niko nayo hapa ni kuhusiana na hotuba ya mkuu wa majeshi wa Israel ambaye ni Eyal Zamir. Amezungumza vitu vingi sana leo. Sasa taarifa hii inasema hivi: mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Israel, Lieutenant General Eyal Zamir, ametangaza kuanza rasmi kwa kile alichokiita kampeni ya muda mrefu dhidi ya Iran, akisisitiza kuwa huu ni wakati wa kuondoa kabisa tishio kubwa dhidi ya usalama wa taifa hilo la Israel. Katika hotuba yake ya video iliyosambazwa rasmi na jeshi hilo, Jenerali Zamir amesema Irani imekuwa ikijipanga kwa miaka mingi kuiteketeza Israel na kwamba sasa mpango huo umefikia hatua ya mwisho ambapo uwezo wa Irani wa kushambulia kwa makombora umefikia kiwango cha kutisha. Zamir alisema kuwa, na nukuu, tulipoanza mashambulizi, Irani ilikuwa tayari inamiliki zaidi ya makombora 2500 ya masafa ya kati na marefu. Kwa kiasi hiyo ya uzalishaji, walitarajiwa kuwa na hadi makombora 8000 ndani ya miaka miwili ijayo. Kwa mujibu wa IDF, sababu kuu ya Israel kufanya shambulizi la ghafla dhidi ya Irani ni kuzuia mashambulizi makubwa yanayoweza kuleta madhara kwa taifa zima. Zamir alisema kuwa hatua hiyo ilikuwa ni pigo la tahadhari dhidi ya uwezo wa makombora mawakala wa Iran katika Mashariki ya Kati na maendeleo yao ya nyuklia ambayo yalionekana kufikia kiwango cha hatari. Alisema tena, tumejiandaa kwa operesheni hii kwa miaka mingi. Tulijua kuwa tukisubiri tungeikosa fursa ya kimkakati na kuingia vitani baadaye tukiwa dhaifu, alisema kwa msisitizo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi ya kwanza ya IDF yamefanikiwa kuwaua makamanda waandamizi wa Iran, kuharibu sehemu muhimu za mpango wa nyuklia, kufungua njia ya anga kuelekea Tehran na kuharibu takriban nusu ya vifaa vya kurushia makombora, baadhi vikiwa tayari kwenye maandalizi ya uzinduzi. Alisema, huu ni wakati wa kuwa wa kweli. Hii ni kampeni kubwa zaidi katika historia ya kijeshi ya Israel, aliongeza. Lakini pia ni tofauti. Adui wetu wa sasa analenga raia kwa makusudi, lakini hawajui kuwa nguvu ya IDF inatoka kwa raia wake, si udhaifu. Zamir amehitimisha kwa kusema kuwa Israel imeingia kwenye vita hii kwa uamuzi wa kimkakati wa kulinda taifa la Kiyahudi na kwamba historia isingesamehe IDF kama wangesita kuchukua hatua sasa. Tunajitahidi kwa maendeleo ya aina zote. Huu ni mwanzo wa kampeni ya aina mpya ya muda mrefu ya kiuhai na ya kihatari, lakini huo utayari tunao, alisema mkuu wa majeshi Eyal Zamir. Sasa mtazamaji, hii ni taarifa ambayo ni muhimu sana kwa taifa la Israel, ambapo mkuu huyu wa majeshi ameweza leo kuhutubia taifa kwa nafasi yake ya ukuu wa majeshi na kuzungumza na raia wa Israel kuhusiana na hofu ya kiusalama inayozidi kuendelea katika nchi ya Israel, ambapo ametangaza Israel kuingia kwenye operesheni rasmi. Ametaja kwa kusema kwamba hii ni kampeni ya muda mrefu dhidi ya Irani, kana kwamba amewatahadharisha wananchi wa Irani kwamba muda wote wananchi wajiandae na kile ambacho kitatokea, kwa sababu Irani imekuwa ikitamani kuiangamiza Israel kwa muda mrefu zaidi, na hii ndio nafasi ya pekee ya mwisho ambayo wako nayo ya kuweza kupigana. Kwa hiyo Eyal Zamir amethibitisha wazi kwamba Israel imeingia kwenye kampeni ya muda mrefu ya mapambano dhidi ya Irani. Kwa hiyo amewatahadharisha raia wa Israel kwamba wawe tayari kwa lolote ambalo litaendelea katika nchi yao. Sasa mtazamaji, tufuatilie kila siku hapa Zone Media ili uweze kufahamu kwa undani juu ya taarifa za Mashariki ya Kati, ikiwemo vita ya Israel dhidi ya Iran. Jina langu naitwa Victor Moshi. Asante kwa kuendelea kutuchagua.